Tutakumbuka katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anaitwa Bwana Mataragio alitoka na akawaambia Watanzania kwamba bado tuna hifadhi ya mafuta ya kutumia kwa miezi mitatu. Na kama mnavyokumbuka, tangu baada ya vita ya Uganda na Tanzania miaka ya 79, Mwalimu Nyerere alijenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa baada ya kujifunza kwamba kunaweza kutokea dharura na nchi ikaingia kwenye crisis, kwenye matatizo. Mwalimu akajenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya Tipa ambayo yako Kigamboni. Na matenki haya yamekuwa yakihifadhi mafuta ya ndani ya nchi na mafuta ambayo yanasafirishwa kwenye nchi ambazo zinatumia bandari yetu. Na ndiyo maana katibu mkuu wa Wizara ya Nishati alituambia kwamba kuna mafuta ya miezi mitatu. Sasa kama tuna mafuta ya miezi mitatu ambayo huu mgogoro ulipoanza huko yalikuwa tayari yako ndani ya nchi, inakuwaje hayo mafuta yapande bei ghafla kabla ya ingizo la mafuta mapya ambayo yameingia nchini? Lakini vile vile kuna swala ambalo la makatel, watu ambao wamejimilikisha uchumi wa nchi yetu, wanaonunua mafuta na kuagiza mafuta kutoka nje. Kampuni moja, tuna taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwamba kampuni moja ambayo inaubia na watu wakubwa walioko serikalini ndiyo ilipewa tenda ya kuagiza mafuta peke yake na TPDC, na yenyewe ndio ina control kwa monopoly bei za mafuta na kusababishia Watanzania matatizo makubwa namna hii. Kwa hiyo hitimisho, Chadema tunasema nini na nini tunachotaka kifanyike kwa haraka? Chadema inaamini kuwa watawala dhalimu wameshindwa kuchukua hatua madhubuti kulinda Ukipunguza hiyo 10% utamsaidia mtu wa bodaboda ambaye tunajua hii ni industry kubwa inayoajiri vijana wengi wa Kitanzania ambao wamemaliza vyuo vikuu. Serikali imeshindwa kutengeneza opportunity, fursa zao za kuajiriwa, wamejiajiri kwenye bodaboda. Unapopandisha bei ya mafuta, maana yake huyu mtu wa bodaboda atalazimika kupandisha bei ya nauli, na akipandisha bei ya nauli pengine atapunguza wateja, watapungua kwenye kusafiri, au wengine wataacha kusafiri, ataathirika. Sana sana bei zimebaki pale pale. Kwa hiyo margin ya profit ya kwake, margin ya faida, ule uwezo wa kupata faida unapungua. Kama alikuwa anapata shilingi 10,000 huyu mtu wa bodaboda kwa siku, sasa atakuwa anapata shilingi 5,000. Na hapo hawezi kumpelekea tajiri wake. Na hapo tunazungumza kuhusu bajaji, tunazungumza kuhusu maroli yanayoleta vyakula, kwamba ukipandisha hii bei itapandisha ya maroli. Bidhaa zinapofika sokoni Kariakoo, zinapofika chakula kitakapofika Mabibo, kitakapofika Mwanza, kitakuwa kimepanda bei. Unapunguza hiyo bei, inakwenda kuathiri moja kwa moja usafirishaji wa biashara ndogo ndogo, gharama za kila siku za maisha. Hiyo sio nadharia, hiyo ni masuala ya sera, na masuala ya sera hayo hutambua jambo moja kubwa, kuwa ahueni inawezekana na kupunguza maumivu ya wananchi kunawezekana. Kinachotakiwa sio miujiza, isipokuwa kinachotakiwa ni uamuzi wa kisera, na hapo ndipo mjadala unapobadilika kabisa. Ndugu wa Tanzania, haya yote ninayoeleza yana maana gani? Ukweli ni kuwa yanamaanisha mwananchi halipi tu mafuta, mwananchi halipi tu bei ya soko la dunia, mwananchi halipi tu gharama ya uagizaji wa mafuta, mwananchi pia analipa uzito wa maamuzi ya ndani ya kisera. Kila Mtanzania halipi tu gharama ya mafuta, halipi tu bei ya soko la dunia,
halipi tu uagizaji wa mafuta, analipa gharama za sera mbovu za Chama cha Mapinduzi, anazilipia kwenye kila lita ya mafuta anayonunua au kwenye kila nauli anayopanda ya daradara. Kwa hiyo serikali au mtu akisimama kusema bei zinapanda duniani, hatuna la kufanya, hapo atakuwa anasema nusu ya ukweli, kwa sababu ukweli kamili ni huo, ndio huo. Dunia imeongeza mshituko, hilo ni la kweli, lakini mamlaka imeamua kiasi gani cha mzigo wa ndani kibaki juu ya mgongo wa mwananchi, na hapo ndipo uwajibikaji wa kisera unapoanzia. Mamlaka ndio inaweza kuamua watu au kuendelea kuwaumiza. Ndugu wa Tanzania, wakati mwingine hoja ya ndani huonekana ya kawaida hadi pale unapoiweka kwenye meza ya ulinganifu wa kikanda, yaani nchi majirani, na hapo ndipo data zinapozungumza. Sasa hapa tunataka tuzungumze kuhusu nchi zinazotuzunguka. Wakati Tanzania bei zipo juu kwa kiwango tulichoeleza hapo awali, huku kodi ikiwa 31% kwenye kila lita ya mafuta. Kwa takwimu za kikanda za mwezi Aprili, picha inaonekana hivi. Kenya, bei ya petroli ni shilingi 3700. Sisi ni shilingi 3890. Bei ya diesel Kenya ni shilingi 3680, ambao ni pungufu kwa shilingi 200 kwa Tanzania. Hapo ni Kenya. Mzigo wao wa kodi ni 28%. Uganda, petroli ni shilingi 3600, pungufu shilingi 300 na kitu kwenye lita tunayonunua hapa. Diesel shilingi 3500, pungufu na hapo karibia shilingi 300 na kitu. Kodi 27%. Sisi kodi 31%. Rwanda, bei ya petroli shilingi 3750, kodi 30%. Diesel shilingi 3720, kodi yao 30%. Zambia, bei ya petroli shilingi 3800, diesel shilingi 3777, kodi 30%. Kuna jambo moja la muhimu la kuzungumza hapa. Kwenye nchi zote hizi nilizozitaja, ukiondoa Kenya ambayo ina bandari yake peke yake, nchi ya Rwanda, Uganda, Zambia, zote zinatumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mafuta yao. Maana yake wanalipa gharama zaidi ya storage, wakija wakiweka kwenye matenki yetu, wanalipa gharama zaidi ya umbali, kwa maana ya maroli yanabeba kutoka hapa kwenda Rwanda. Ukipiga kilomita za kutoka hapa mpaka Tarime ni zaidi ya kilomita za kutoka hapa mpaka Rwanda, ni zaidi ya kilomita kutoka hapa mpaka Zambia Kaprimposhi, ni zaidi ya kilomita kutoka hapa mpaka Uganda Kampala. Hawa hawana bandari, wanapitishia kwetu, lakini bei ya mafuta kwao ni chini kuliko bei ya mafuta Tanzania. Maana halisi ya jambo hili kisera ni kuwa bado kuna nafasi ya kufanya ahueni ya kodi, tax relief ya muda, bila kuvunja mantiki ya kiuchumi. Katika hili wa Tanzania ni vyema tuunganishe nguvu ya umma ili kuwa na mjadala huu ambao utatufikisha kwenye kupunguza maumivu haya ambayo hatuna sababu yoyote ya kuyavumilia. Tutakumbuka Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati anaitwa Bwana Mataragio, alitoka na akawaambia Watanzania kwamba bado tuna hifadhi ya mafuta ya kutumia kwa miezi 3. Na kama mnavyokumbuka, tangu baada ya vita ya Uganda na Tanzania,
miaka ya 79, Mwalimu Nyerere alijenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya tipa, baada ya kujifunza kwamba kunaweza kutokea dharura na nchi ikaingia kwenye crisis, kwenye matatizo. Mwalimu akajenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya tipa ambayo yako Kigamboni, na matenki haya yamekuwa yakihifadhi mafuta ya ndani ya nchi na mafuta ambayo yanasafirishwa kwenye nchi ambazo zinatumia bandari yetu. Na ndiyo maana Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati alituambia kwamba kuna mafuta ya miezi mitatu. Sasa kama tuna mafuta ya miezi mitatu ambayo huu mgogoro ulipoanza huko yalikuwa tayari yako ndani ya nchi, inakuwaje hayo mafuta yapande bei ghafla kabla ya ingizo la mafuta mapya ambayo yameingia nchini? Lakini vile vile kuna swala ambalo la makateli, watu ambao wamejimilikisha uchumi wa nchi yetu, wanaonunua mafuta na kuagiza mafuta kutoka nje. Kampuni moja, tuna taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwamba kampuni moja ambayo inaubia na watu wakubwa walioko serikalini ndiyo ilipewa tenda ya kuagiza mafuta peke yake na TPDC, na yenyewe ndio ina control kwa monopoly bei za mafuta na kusababishia Watanzania matatizo makubwa namna hii. Kwa hiyo hitimisho, Chadema tunasema nini na nini tunachotaka kifanyike kwa haraka? Chadema inaamini kuwa watawala dhalimu wameshindwa kuchukua hatua madhubuti kulinda wananchi dhidi ya hatari za soko la kimataifa na mifumo dhaifu ya ndani inayochangia kupanda kwa bei hizi. Ndugu wa Tanzania, wakati mwingine hoja ya ndani huonekana ya kawaida hadi pale unapoiweka kwenye meza ya ulinganifu wa kikanda, yaani nchi majirani, na hapo ndipo data zinapozungumza. Sasa hapa tunataka tuzungumze kuhusu nchi zinazotuzunguka. Wakati Tanzania bei zipo juu kwa kiwango tulichoeleza hapo awali, huku kodi ikiwa 31% kwenye kila lita ya mafuta. Kwa takwimu za kikanda za mwezi Aprili, picha inaonekana hivi. Kenya, bei ya petroli ni shilingi 3700. Sisi ni shilingi 3890. Bei ya diesel Kenya ni shilingi 3680, ambao ni pungufu kwa shilingi 200 kwa Tanzania. Hapo ni Kenya. Mzigo wao wa kodi ni 28%. Uganda, petroli ni shilingi 3600, pungufu shilingi 300 na kitu kwenye lita tunaonunua hapa. Diesel shilingi 3500, pungufu na hapo karibia shilingi 300 na kitu. Kodi 27%. Sisi kodi 31%. Rwanda, bei ya bei ya petroli shilingi 3750, kodi 30%. Diesel shilingi 3720, kodi yao 30%. Zambia, bei ya petroli shilingi 3800, diesel shilingi 3777, kodi 30%. Kuna jambo moja la muhimu la kuzungumza hapa. Kwenye nchi zote hizi nilizozitaja, ukiondoa Kenya ambayo ina bandari yake peke yake, nchi ya Rwanda, Uganda, Zambia, zote zinatumia kodi, zinatumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mafuta yao. Maana yake wanalipa gharama zaidi ya storage, wakija wakiweka kwenye matenki yetu, wanalipa gharama zaidi ya umbali, kwa maana ya maroli yanabeba kutoka hapa kwenda Rwanda. Ukipiga kilomita za kutoka hapa mpaka Tarime ni zaidi ya kilomita za kutoka hapa mpaka Rwanda, ni zaidi ya kilomita kutoka hapa mpaka Zambia Kaprimposhi, ni zaidi ya kilomita kutoka hapa mpaka Uganda Kampala. Hawa hawana bandari, wanapitishia kwetu, lakini bei ya mafuta kwao ni chini kuliko bei ya mafuta Tanzania. Maana
maana halisi ya jambo hili kisera ni kuwa bado kuna nafasi ya kufanya ahueni ya kodi, tax relief ya muda bila kuvunja mantiki ya kiuchumi. Katika hili Watanzania ni vyema tuunganishe nguvu ya umma ili kuwa na mjadala huu ambao utahakikisha utatufikisha kwenye kupunguza maumivu haya ambayo hatuna sababu yoyote ya kuyavumilia. Kwa hiyo leo, kwa sauti ya uwazi, kwa sauti ya uadilifu, kwa sauti ya uchumi wa mwananchi, tunasema tunazitaka mamlaka zitekeleze, na Watanzania kwa sauti moja tudai haki hii ya maamuzi ya kupata ahueni kwenye mafuta kwa kutaka yafuatayo yafanyike. Moja, kuondoa kodi na tozo zote takribani 18 kwenye mrorongo wa bei ya lita ya mafuta. Jambo hili liendane sambamba na kuweka wazi mfumo wa utaratibu wa uagizaji wa bei ya mafuta katika hali iliyopo sasa nchini. Kwa tunataka tozo na kodi mbalimbali ambazo zinafikia 18 ziondolewe, serikali ziondoe, hii serikali dhalimu, ili kuwapa wananchi ahueni. 2, mamlaka itangaze mara moja mpango wa ahueni wa bei ya mafuta kwa muda, yani temporary fuel relief window ya siku 60 mpaka 90. Tunaitaka mamlaka husika kutoa ruzuku ya muda, yani targeted subsidy, ili kuwalinda wananchi na sekta nyeti kama usafirishaji na kilimo. 3, mamlaka iandae na ilete mpango wa dharura wa kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta, yani fuel shock, kugeuka kuwa hatari ya bei ya vyakula, yani food crisis. 4, na mwisho, kwa vile mamlaka ilitoa taarifa kwa Watanzania kuwa nchi ina akiba ndani ya mafuta kwa miezi 3 mbele, mamlaka ithibiti bei kwa miezi 3, kwa sababu hayo mafuta yalikuwa tayari yako ndani ya nchi na tunaamini yalikuwa kwenye hifadhi zetu ambayo yamefanywa na bulk procurement, lakini vile vile yamehifadhiwa kwenye matenki ya kwetu ya tipa. Chadema tunasisitiza kuwa hali hii siyo ya kuvumilika na haiwezi kuvumilika. Ni wajibu wa mamlaka husika kuwalinda wananchi wake kwa vitendo, si kwa maneno. Tumechoka na maneno yao, kila siku wanaongea wanatuimbia. Sisi hatutaki hayo maneno. Wajibu wa mamlaka ni kulinda wananchi. Kupanda bei ya mafuta ya diesel na petroli kwa kiwango cha kuumiza wananchi namna hii si jambo la bahati mbaya, bali ni matokeo ya uzembe, wizi, ufisadi, kama ilivyothibitishwa kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, ukosefu wa uwajibikaji na sera mbovu zinazoumiza mwananchi. Hatutakubali nchi iendeshwe kwa maamuzi yanayowaumiza wananchi huku wachache wakinufaika. Tunataka haki, tunataka unafuu wa maisha, na tunataka vifanyike sasa. Asanteni kwa kunisikiliza.